Naitwa Beda Teresfori, ni mkaaji wa Kigarama, lakini pia wakati hii zahanati inajengwa nilikuwa ndani ya mafundi. Wakati tunaanza kuijenga hii zahanati, tulijenga kwa msaada wa wananchi kwa kutumia hela yetu ambayo tumeichangisha. Tulipoijenga ilifika sehemu na mfuko wa jimbo wakatuchangia milioni 10. Zahanati ikaisha. Ilipoisha, wakati wa kuikarabati serikali hawakutusaidia chochote kile. Walikuja wafadhili ambao ni wazungu, maana kulikuwa na mlemavu hapa chini ya zahanati. Walipoona hawezi kupata huduma kwa kuwa zahanati ipo karibu, walikubali kutusaidia, wakatuchangia milioni 3 kwa ajili ya kuikarabati, kuipigia lipu, kuweka rangi na singi bodi. Tukawa tumefanikisha, zahanati ikaisha na ikaanza kazi. Lakini badala ya hapo tumeshaona zahanati imeanza kuharibika sana. Mabati yamebunguliwa, mvua inapita katikati, inanyesha singi bodi zimeshatuna, nyingine zimeanza kubomoka na dawa zinavujiwa kwa ufasaha mkubwa sana, yani mpaka nyingine wanatupa kabisa. Na mvua ikinyesha, tukao tumepata labda mgonjwa, waganga huwa hawamtibu kwa ajili ya kuogopa mvua. Kinachotokea, waganga wote wanahama zahanati na kwenda kujikalia pembeni. Kwa hiyo mgonjwa anabaki hana huduma yoyote kwa ajili ya kuogopa wasinyeshewe na mvua. Naitwa Mathayo Teresfori, ni mkaazi wa kijiji cha Mrurama, kitongoji Kigarama. Nikiwa katika mazingira haya ya zahanati ya Kigarama, kwa kweli wananchi wa Kigarama hapa tunaishi kwa shida. Yaani tunazidiwa na wanyama. Ukiangalia hali tunayoishi ni hali ya shida. Unaweza ukapatwa shida ghafla kuja kutibiwa hapa. Kulingana na mazingira, wahudumu wenyewe wanakimbia mazingira haya. Unakuta saa zingine hawapo. Wanakimbia, yani kulingana na kwamba zahanati limeshabomoka kwa juu, maji yanaingia kwa shida, hawavumilii hii hali. Kwa hiyo imekuwa ni changamoto kubwa sana. Tunahangaika mno. Yani tunateseka. Serikali tusaidie, tuangalie, maana sisi ni wananchi na hawa kuajiriwa ni kwa ajili yetu sisi ambao tunaishi katika mazingira haya. Kwa hiyo hatupati huduma kama ipasavyo. Tunateseka mno, tunahangaika. Kwa kweli hii imekuwa ni shida sana. Kuanzia muda wa saa 5 saa 6 hivi tulikuwemo kwenye mazingira haya saa 7 hii, na hii ni saa 8 tayari, lakini hatuoni mtu. Na mpaka sasa tunaona waandishi wa habari wamefika hapa, wamepitia baadhi ya viongozi ambao wako mazingira haya na mwenyekiti wa kitongoji akiwepo, lakini hakuna mhudumu yeyote ambaye yuko mazingira haya. Kwa hiyo hili linatuumiza sana. Inaonekana kwamba hata kama angeletwa mgonjwa labda sasa hivi angehudumiwa na nani? Na mvua inanyesha. Sasa hivi chumba cha cha kupimiwa hapo kliniki, mvua sasa hivi imejaa, unavyoona hapo maji yamejaa, hakuna mtu. Kwa hiyo tunahangaika sana. Serikali iliangalie hili, nyumba imeisha, yani tunaishi kama wanyama. Mimi ninaitwa Cleophas Leonard. Mimi niko mlinzi wa hapa zahanati hii ya Kigarama. Mimi ninashindwa kuelewa jinsi hawa nesi navyoenda kuangalia kwenye saa za usiku, huwa siwaoni. Wao wanajiendea sehemu mbalimbali kama nyumbani kwao. Mimi nina shida hapa peke yangu. Naona na zahanati navuja sana. Kwa kweli mimi nikiwa mlinzi nina shida sana hapa. Sipati huduma ya kuweza kusema kwamba mimi nikipatwa na shida ninaweza nikakimbilia wapi, na heri manesi hapa hawapo. Kwa kweli mimi ninavyoonelea hivi, tunaomba serikali tusaidie katika, kama wazazi wakiwa wanakuja usiku wao wanapata huduma. Kuna wakati manesi wanasema eti waende Mabawe sijui wapi. Basi hapo kama wale wajawazito wanazalia nje au wanafukuzwa kabisa usiku, nikiwapa namba ya simu eti waje wahudumiwe,
Hapo wanasema kwamba hamna wewe, mbona wewe mlinzi, kwa nini hujiongezi? Na heli mimi niko nje, mimi ninafanya kazi za nje, mimi ninaweza nikahudumia hawa wananchi. Na baridi inaponipiga hapa, kwa kweli na mimi nina shida sana, sina mahali pa kuegeshwa wala wapi. Yani mvua inavyopiga inanipiga, yani kama niko mnyama, sijui mtu wa kutupa. Mimi sipati huduma yoyote ile. Pamoja na hayo, mimi nikiwa mlinzi, kuna wakati hela zikija huwa zinakaa kani wakati na sisi tumekuja kutafuta riziki ili tuweze kupata riziki ya kusomesha watoto. Yani hela au pesa inakuja vibaya, haiingii vizuri. Kuna wakati wanasema kwamba eti mtandao haushiki. Mtandao haushiki, kwa kweli hela huwa inabaki. Inataka kuwa si tumeonelea kwamba hivi imekuwa kama kwa malimbikizo tu, tunalimbikizwa na heri watoto tunao nyumbani, tuna familia na tunalala usiku hapa. Kwa hiyo kama serikali tunaomba itusaidie hapa Kigarama. Kwa kweli tuko vibaya, ni kama tuko wanyama, tuangaliwi.